Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kusema ukweli, timu yetu inatia matumaini makubwa sana. Aina timu tuliyokuwa nayo, tuna uwezo hata wa kushiriki ligi kuu ya nchi yoyote ile. Aina wachezaji ambao tuko nao. Tumepata session ya mazoezi hapa leo, tumeona vipaji na ubora wa hali ya juu kweli kweli. Vijana wako tayari kwenda kuipambania nembo ya Simba, vijana wako tayari kwenda kuweka heshima. Mimi nichukue nafasi hii tu kuwakaribisha wana Simba wote kesho katika uwanja wa KMC. Watapata burudani kubwa kweli kweli, watapata burudani ya kutosha. Namna ambavyo tumejiandaa, namna ambavyo tumejipanga, watu tuliokuwa nao watafurahi kweli kweli. Yes, ukiachana na mechi yenyewe, kuna burudani nyingine labda ambayo tunaweza kutegemea labda ule katika utangulizi pale? Kuna burudani ya muziki. Tumeweka ama tumefunga muziki wa kutosha sana katika uwanja wa KMC, muziki ambao unazunguka uwanja wote wa KMC. Kwa hiyo kesho tutakula midundo mapema mno kuanzia saa 2 za asubuhi. Watu watafurahia wakisubiri burudani ya mpira ambayo itaanza majira ya saa 10 kamili jioni. Semaji, watu walitegemea kwamba wewe unaweza kuwa kocha, lakini leo umeweza kumtambulisha kocha mwingine. Inamaanisha namna gani mechi unahitaji? Mimi nina kazi nyingi. Leo kazi yangu ilikuwa ni kusupervise vijana wanakwenda kufanya kitu gani, lakini ninamwangalia, namfanyia tathmini mpaka mwalimu ana ubora gani wa kuweza kutuvusha katika mchezo wa kesho. Kwa hiyo nina kazi nyingi kwenye hii timu na mambo yamekwenda vizuri, na niseme tu kwamba technical bench letu ambalo tumelitengeneza ni technical bench lenye ustadi wa hali ya juu sana. Mwalimu Kasim ni professional teacher ambaye ana uzoefu mkubwa, lakini fitness coach wetu Bwana Ngido ana uzoefu wa kutosha sana. Chiko kwa maana ya meneja wa timu nzima kwa ajili ya kuratibu na mipango yote, yuko na uzoefu wa kutosha sana. GB 64 GB 64 akisimama kama kit manager. Kwa hiyo deski letu la ufundi limetamalaki watu imara, watu bora kweli kweli. Watu baadhi mashabiki wanauliza kwamba vipi yule mtaalamu ameshafika? Mtaalamu? Ameshafika. Mtaalamu mambo ya ufundi. Haya zungumziwi hapa ya jandoni hayo. Lakini ukitazama namna ambavyo kikosi chenu kilivyo, morali ikoje kwa wachezaji? Kwanza morali iko very high sana, na ukiangalia wachezaji wapinzani wetu wanatapatapa, wanahama mara tunafanyia hapa mazoezi. Yani sisi tukisema tunafanyia mazoezi sehemu fulani na wenyewe wanaibuka hapo hapo. Kwa hiyo ni dhahiri shahidi kwamba ni watu ambao hawana mipango wala programu. Kwa hiyo peke yake tayari mnyama tunaongoza. Lakini ukiangalia morali ya wachezaji wetu iko juu sana. Shauku ni kubwa, na sio tu morali ya kimuhemuhe, ni morali na ubora waliokuwa nao. Lisali 1.5 ambazo tumetrain hapa katika uwanja wa Kinesi imeonyesha ni kwa namna gani tuna timu nzuri kweli kweli, kwa upande wa morali, lakini kwa upande wa kiufundi. Yuko mchezaji wetu mmoja mazoezini tu peke yake amefunga mabao 3, Dr. Mohamed Hamis. Yes, amefanya maajabu makubwa kweli kweli. Hata ukiwaambia hawezi. Kwa hiyo na najua ni silaha moja tu, bado tuna silaha nyingi kweli kweli ambazo kesho atakwenda kuziona uwanjani hapo. Bila shaka na wao wamezungumza chochote kuelekea kwenye mchezo huo. Pengine labda ni muda unachelewa, labda kuelekea kwenye kuhakikisha kwamba wanaenda kufanya ubaya. Yaani sisi hata wangesema tucheze sasa hivi, sisi tuko tayari. Yes. Yaani hakuna haja ya kufika kesho KMC. Wenyewe wamekuja Kinesi na sisi tupo Kinesi. Tuingie hapo tuubonde, tumalizane, kesho iwe siku nyingine kabisa. Sisi tuko tayari na hiyo timu tunayo. No. Ilikuwa ni mipango sisi tufanye, tumalize na wao waje wafanye, baadaye siku iwe imeisha namna hiyo. Kwa hiyo umeona? Una haja ya kuvaa nini? Wapinzani wanalalamika mmechelewa. Ana mwanamke kwenye gari.
uone namna gani timu ina shida nyingi. Kwa ndio maana umeshuka kidogo. Alafu anajifanya kuvaa ninja. Tusimjue. Haimsaidii kitu. Semaji hii itakuwa ni surprise pengine kwa sehemu ambayo utacheza kesho, inamaanisha nafasi kama mimi lazima nitacheza kesho. Mimi si ndo mwenye hii timu. Nafasi gani? Lazima nitacheza. Nitaangalia kama timu inaongoza bao 3 bila. Mganga huyu hapa huyu alitaka kutunyima uwanja wa Kinesi kisa tu mkurugenzi wa mashindano hapa Kinesi akataka kuleta fitna. Chicharito nikamwambia wewe nitakuonesha kazi. Eto nyinyi mwanze saa 8 mpaka saa 10. Sisi Simba Sports tuanze mazoezi saa 8. Sisi tunaanza mazoezi saa 10. Sisi tumalize na nyie ndio mje. Hujasema bado beki kiungo. Sasa nategemea. Umeelewa bana? Kama timu inaongoza bao 2, maana yake mimi naingia kutafuta mabao 2 mengine yanakuwa 4 kwa maana anakwenda kucheza mshambuliaji. Kama timu imetanguliwa kwa bahati mbaya, naingia ulinzini kwa ajili ya kuongeza ulinzi pale. Kama timu imezidiwa katikati wa kiwanja, mimi naingia kwa ajili ya kuzima katikati pale. Na nimeshanunua mdundo mpya kwa ajili mashine hiyo. Unaona bana? Amenichagulia wife kana bana, vaa pink hiyo uwanjani uonekane. Unaona bana? Ahmed, ukiwasikiliza watani wanasema wachezaji wao watakuwepo kwa ajili ya kuwapa support. Pengine nyewe kwa upande wenu kuna baadhi ya wachezaji tuwashuhudie hapo kesho atakuja kuwapa. Wachezaji wetu wengi wamekwenda Dubai kupumzika, wamekwenda Maldives kupumzika, wengine wamekwenda Morocco kuangalia finali kwa nauli zao. Kwa hiyo kama yupo ambaye yuko mjini hapa hakuna shida, atakuja kutusupport kesho. Tofauti na wenzetu ambao wenyewe wachezaji wao wengi wako hapa tu Buguruni Malapa, ukitoka hapo unajua kwa Mnyamani tunajua tofauti. Sasa sisi watu wetu wengi wamesafiri kwenda mapumzikoni kidogo. Na ratiba ya mechi kamili ikoje? Ratiba ya mechi itaanza saa 10 kamili kwa maana ya kick off. Lakini mechi hii inafuata procedure zote za kimpira kwa standard ya dunia. Kwa maana kwamba timu itawasili uwanjani saa 1:30 kabla. Utafanyika ukaguzi wa vikosi vyote na baada hapo itaanza warm up majira ya saa 9 kamili. Baada ya warm up kitakachofuata itakuwa ni mechi yenyewe. Lakini kabla hapo itatanguliwa na burudani ya kutosha ambayo itapigwa katika uwanja wa KMC. Watu wataruka sana debe. Alafu kuanzia saa 2 kamili asubuhi timu ya madaktari kutoka taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete watakuwa pale kwa ajili ya kutoa vipimo na ushauri wa afya bure kwa wachezaji wote ambao watakuwa watu ambao watakuwa na uhitaji wa kupatiwa. Kwa hiyo ndio ratiba nzima ya kesho. Kwa hiyo unaweza ukafika zako uwanjani mapema, mfano saa 2, saa 3, ukaenda kwenye jopo letu la madaktari ukafanywa vipimo vya afya. Baada pale ukaingia uwanjani kwenda kufurahi. Lakini kama nakumbuka tuna promotion ya jezi. Kwa hiyo kesho gari ya J Root itakuwepo uwanjani pale kuanzia mapema saa 2 asubuhi kwa ajili ya kuwauzia jezi wana Simba ambao wana Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.